Muy buenas tardes, Habari za mchana wa huduma wenza katika mwili wa siri wa Kristo Mwokozi wetu. Ni baraka upendeleo ulio mkuu kuwa pamoja nanyi katika wakati huu ili kushiriki pamoja nanyi nyakati za ushirika kuhusu neno la Mungu na mpangilio wake unaoambatana na wakati huu wa mwisho. Nasisitiza salamu kwa Dr. Miguel Bermudez Marin na kwa mchungaji Jesus Bayreta na mchungaji Francisco Muñoz, na pia pongezi zangu kwa safari yao ama kazi yao katika mwili wa siri wa Kristo, katika kazi yote ya Bwana ya wakati huu wa mwisho. Hebu na Mungu awabariki kwa njia kuu, wewe Miguel, Baroyeta na Muñoz, na kila siku awatumie zaidi na zaidi katika kazi yake katika wakati huu wa mwisho. Na muendelee kuwa na siku mchana wa furaha uliojawa na baraka za Bwana yetu Yesu Kristo katika hafla kuu, mkutano mkuu kwa ajili ya hema kuu hekalu. Kwa ajili ya wakati huu tutasoma katika Petro wa pili mlango wa kwanza. Inasema ama mtume Petro anasema katika waraka huu wa pili mlango wa pili mstari wa 15 na kuendelea: walakini nitajitahidi kwamba kila wakati baada ya kufariki kwangu mpate kuyakumbuka mambo hayo. Maana hatukufuata hadithi zilizotungwa kwa werevu tulipowajulisha ninyi nguvu zake Bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwake, bali tulikuwa tumeuona wenyewe ukuu wake. Bali tulikuwa tumeona kwa macho yetu wenyewe ukuu wake. Hii ilikuwa ni katika mlima wa kugeuzwa sura, mlima wa kubadilishwa. Maana alipata kwa Mungu Baba heshima na utukufu hapo alipoletewa sauti iliyotoka katika utukufu mkuu: huyo ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Na sisi na sauti hiyo sisi tuliisikia ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika mlima ule mtakatifu, yani katika mlima wa kubadilishwa au wa kugeuzwa sura. Na sasa tazameni, alipokea kutoka Baba heshima na utukufu. Hivyo basi hizo ni vifuli na mfano pia ya kile kitakachotokea katika wakati huu wa mwisho, katika mpangilio ama utaratibu wa kuja kwa Kristo mara ya pili, ambapo atapokea heshima na utukufu kutoka kwa Mungu yeye Mesia. Kabla sijasahau, basi nilitaka kugusa mambo hayo. Ninaenda kusema na tena, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'ayo mahali penye giza mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena aliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Hebu Mungu abariki nafsi zetu kwa neno lake na atujalie kulielewa. Mweza kuketi tafadhali. Mada: nabii wa Mungu, mfasiri wa neno la Mungu, yani the interpreter wa neno la Mungu. Njia ambayo Mungu kila wakati amefasiri neno lake la kinabii ni kupitia kwa manabii ambao wanakuja
na Roho yule yule aliyekuwa ndani ya manabii ambao Mungu alitoa unabii huo kupitia kwao. Na hivyo basi ni Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani ya manabii hao ambaye anafasiri unabii huo aliotoa, ambao kisha anaufungua kupitia kwa mwingine au manabii wengine anaowatuma baadaye ili kutimiza unabii huo. Kwa hiyo hakuna mfasiri bora kuliko Roho Mtakatifu mwenyewe ambaye alitoa unabii hizo. Ndiyo maana Roho Mtakatifu kupitia kwa manabii aliyowatuma anatabiri na pia anafungua unabii ambao tayari ulikuwa umeletwa na kuleta maana ya kila moja yao kueleza ijulikane, kama ilivyokuwa na nabii Danieli na manabii wengine. Tazameni, Mungu alimpea Farao ndoto, na kisha Farao hakujua maana ya ndoto hiyo, lakini Mungu alikuwa ameleta hadi Babeli, alikuwa ameleta vijana wa ukoo wa kifalme, yani walikuwa kutoka kabila ya Yuda, na hivyo basi wao pia walitoka katika ukoo wa mfalme Daudi, ukoo wa kifalme. Na kulikuwa na wakati huu ambapo vijana hawa walikuwa tayari wamefundishwa vizuri, lakini miongoni mwao alikuwepo mmoja aliyeitwa Danieli ambaye alikuwa nabii. Alikuwa na dhamiri zote mbili pamoja. Hao wengine walikuwa wenye busara. Maandiko hayasema walikuwa manabii, lakini Danieli alikuwa nabii. Alikuwa na dhamira zote mbili pamoja, ambayo inamtambulisha nabii kwa uwazi zaidi. Na sasa tunapata ya kwamba tazameni, Mungu anafanya kazi kwa ajili ya faida ya Danieli, kwa sababu anawauliza vijana hawa, na pia anaanzisha kile ambacho kingekuwa ni milki ama ufalme wa mataifa, na hivyo anaweka unabii wa safari ya ufalme wa mataifa hadi wakati wa kuja kwake Mesia, yani wakati wa kuja kwa Mesia mara ya pili, kwa sababu anazungumza juu ya jiwe lisilokatwa kwa mikono ambalo lingekuja na kupiga miguu ya chuma na udongo. Hiyo ni kwa ajili ya wakati wa miguu, kwa ajili ya wakati ya miguu ya chuma na udongo uliokwa, ambayo inawakilisha ufalme wa mataifa katika wakati huu wa mwisho. Sasa tunapata kwamba mfalme alikuwa amesahau ndoto yake. Mungu pia alifanya kazi katika hilo. Mungu anajua jinsi ya kufanya mambo. Unaona, inafanana na kisa fulani cha wakati wa Yusufu ambaye pia alikuwa ni nabii. Kupitia kwa manabii, Mungu ndiye anaye jukumika kufanya kazi, na wakati mwingine hufuata njia ambayo ni ajabu kwao na hata ya ajabu zaidi kwa wengine, lakini kila kitu kinafanya kazi kwa wema. Tutapata kwamba wote ambao wamewatendea mema wamebarikiwa. Hata mfalme mwenyewe aliwahi kusema katika wakati mmoja wa wafalme. Hebu tuone kile ambacho mfalme Yosafat anasema katika Mambo ya Nyakati ya Pili, Mambo ya Nyakati 20:20. Wakaamka asubuhi na mapema wakaenda nje katika jangwa la tokeo. Nao walipokuwa wakitoka, Yoshafati akasimama akasema,
Nisikieni, yani Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwamini Mungu, mwamini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waamini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Tazameni, kuna kufanikiwa. Mfalme huyo anasema, kiongozi wa kisiasa, lakini ambaye pia alikuwa na ufahamu wa Mungu na alifahamu manabii wa Mungu ni nani. Kristo mwenyewe alisema, yeye anipokeaye anampokea yule aliyenituma. Na pia alisema, anayempokea nabii anapokea zawadi au thawabu ya nabii. Naye ndiye Kristo, ama na ni Kristo anayesema mambo haya kuhusu manabii. Yeye mwenyewe akiwa nabii anajua jinsi maisha yalivyo magumu kwa manabii na mateso ambayo manabii wanapitia. Lakini yeye, tazameni, anaweka pale baraka kwa wale wote wanaompokea nabii ambaye anatuma. Anayempokea nabii hupokea upendeleo wa nabii ama thawabu ya nabii. Anapokea baraka zote ambazo Mungu anatuma kupitia kwa nabii huyo. Ikiwa Mungu atamtuma nabii huyo kufungua siri za ufalme wa Mungu, wale wanaompokea wanapokea baraka ya kuwa ama ya hisia zao na mioyo yao kwa wazi, ili kuona na kuelewa kile anachofunua. Hawa watu watakuwa na nini? Mtazamo wa nabii, a prophetic perception. Na sasa Amosi pia anasema, hakika Bwana Mungu hafanyi neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri zake. Kwa hiyo siri za kiungu zinafunuliwa kwa manabii wa Mungu. Kwa hiyo wakati kuna siri ya kiungu kama ilivyokuwa na mfalme Nebukadneza, aliwatafuta wenye hekima, akawatafuta wanaastrolojia au wanajimu, akatafuta wale watu wote waliohusiana na mambo ya kiroho, naye hakupata jibu. Basi anawaambia kwamba nilikuwa na ndoto, na kwake ilikuwa ni muhimu sana. Alielewa kwamba ilikuwa na uhusiano na mustakabali wa ufalme wake. Na wenye hekima anawaambia kwamba anataka wamweleze tafsiri ya ndoto yake, na kwamba alikuwa ameisahau. Na akamwambia, basi wewe tuambie hiyo ndoto, nasi tutakupatia tafsiri. Hata kama angewapa ndoto hiyo, wasingeweza kumpa tafsiri yake, kwa sababu iliitwa muhuri na Mungu. Kama ile kisa cha Farao aliyeota ndoto yake, aliyeota ndoto ya masuke mazuri ya nafaka, yani ngano, na masuke ya nafaka yaliyokonda, na pia ng'ombe wanaona na ng'ombe waliokonda. Lakini cha hayo hakuweza kutoa tafsiri, kwa sababu tafsiri ingetoka kwa Mungu kwenda kwa nabii Yusufu, na kupitia kwa nabii huyo kwa Farao. Mungu anapoweka muhuri kitu, hakuna wa kuzuia, hakuna kufunua, isipokuwa ni Mungu kupitia kwa nabii na nabii huyo kwa watu. Hivyo ndivyo Kumbukumbu la Torati mlango wa 29 mstari wa 29 pia inatuambia, mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, na ikiwa ni ya siri na ni ya Mungu, hakuna awezaye kuyafungua. Lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi,
na watoto wetu milele, ili tufanye maneno yote ya sheria hii. Na sasa mambo ya siri, kwa vile ni ya Mwenyezi Mungu, yeye huyadhihirisha na huwajulisha mtakaye, wala hatafanya lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii wake. Wakati Mungu atakapofunua jambo fulani, yeye anatuma roho ya nabii, yani mwili wa kimalaika wa nabii katika mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo anakuja na dhamira ama fahamu zote mbili pamoja, na akiwa na fahamu zote ama dhamira zote mbili pamoja, ataweza kuona. Akiwa macho wazi, anaweza kuona, tuseme, ndoto za mchana, na huwezi kuomba kwa mtu huyo. Unaota ndoto za mchana kwa sababu itakuwa ukweli kwake, si udanganyifu. Hao ndio wanaoota ndoto za mchana na wanaota kweli. Na sasa tunapata kwamba neno huwajia manabii, neno la Mungu. Tafsiri ya kibinadamu huja kwa mtu yeyote, lakini tafsiri za kiungu huja kwa jamii ya wanadamu kupitia kwa manabii waliotumwa na Mungu, waliotiwa mafuta na Roho wa Mungu. Hao ni wale ambao Kristo aliwanenea ya kwamba alinena kwamba angetuma kwa kanisa lake. Wakati fulani kuna watu ambao wanafikiria ya kwamba kwa kuwa Kristo alisema Torati na manabii walitabiri hadi ama mpaka Yohana. Hiyo ni Mathayo mahali pale katika mlango wa 11. Hebu tuone na kisha tuone kile ambacho Kristo alisema. Mlango wa 11 mstari wa 13 ya Mathayo inasema, kwa maana manabii wote na Torati walitabiri mpaka Yohana. Lakini sasa katika Mathayo mtakatifu, katika kitabu hicho Injili kulingana na Mathayo mtakatifu, mlango wa 23 mstari wa 34 na kuendelea, nasema, kwa sababu hiyo angalieni, mimi nawatumia kwenu manabii na wenye hekima na waandishi, na wengine wao ninyi mtawaua na kuwasulubisha, na wengine wao mtawapiga katika masinagogi yenu na kuwafukuza mji kwa mji. Kwa hiyo Kristo anasema atawatuma. Kwa hivyo wale wa sheria ama Torati tayari wamefika hadi Yohana Mbatizaji. Lakini tazameni, Yesu alikuwa ni nabii mkuu kuliko Yohana. Kwa hivyo yote anayefikiri kwamba baada ya Yohana hakuna nabii tena, anamshusha cheo Yesu Kristo kama nabii. Anamkataa nabii mkuu zaidi, hata nabii kama Musa, nabii wa kipindi, ambaye ndani yake neno la Mungu lilikuwa kinywani mwake, na akasema, sisemi neno lolote kwa nafsi yangu, bali kile ninachomsikia Baba akisema. Alikuwa nabii kama Musa, na Musa alisema kwamba Mungu alimwambia, nitawatumieni nabii miongoni mwa ndugu zenu kama wewe. Na anasema, naye na msikilizeni yeye. Hatuambia kwamba tusikilize tafsiri ama mafasiri ambazo watu wote au viongozi wanatoa, lakini kwa kila ambacho Mungu ameweka katika kinywa cha nabii huyo, nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye ataambia yote nitakayomwamuru, na yule ambaye hatalisikia nitadai kutoka kwake. Ni rahisi kama hiyo. Hiyo ni Kumbukumbu la Torati mlango wa 18 mstari wa
5 hadi 18. Sasa aina hii ya watu ambao Mungu anatuma katika kanisa lake anasema kwa njia ifuatayo. Hebu tuone katika mlango wa 20 wa Yohana, ama Yohana 13 mstari wa 20. Tuone ni gani katika hizo. Mlango wa 13 mstari wa 20 wa Yohana. Hebu tuone kile ambacho Kristo anatuambia hapa. Amin, amin nawaambieni, yeye ampokeaye mtu yeyote niliyemtuma ananipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma, yani Baba. Kwa nini? Kwa Kristo katika Roho Mtakatifu anakuja, ama ndani yake anakuja mjumbe ambaye amemteua kumweka katika kanisa lake. Wale waliowapokea mitume walikuwa wakimpokea Kristo. Wale waliowapokea malaika wajumbe katika kila kizazi walikuwa wakimpokea Kristo aliyekuwa ndani yao, na akaweka katika vinywa vyao neno linaloambatana na kizazi ambapo alituma kila mmoja wao. Kwa hiyo alikuwa ni Kristo akizungumza kupitia kwao, jinsi alivyonena kupitia kwa manabii wa Agano la Kale, na jinsi Mungu alivyonena kupitia kwa Kristo. Paulo anasema katika Waebrania mlango wa 1 mstari wa 1 na kuendelea. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Tazameni, Mungu alinena kwa njia gani? Kupitia kwa manabii aliwanenea watu wa Kiebrania. Katika siku hizi za mwisho amezungumza na sisi katika mwana. Mwana ni nabii pia, lazima iwe ni kupitia kwa nabii aliyemweka kwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Na katika Zekaria mlango wa 7 inatuambia kwa njia ifuatayo, mstari wa 11 hadi wa 12. Lakini hao walikataa kusikia, wakageuza bega lao, wakaziba masikio yao ili wasisikie. Hao watu ambao hawakutaka kusikia wako na matatizo makuu mbele ya Mungu. Kwa wakati Mungu anatuma nabii, anaweka neno lake, ujumbe wake katika kinywa cha nabii huyo, naye atanena yote ambayo Mungu anamtuma, na yote ambaye hasikii kile ambacho amesema atadai kutoka kwake. Mungu alisema kupitia kwa Musa, na Musa akaambia watu hivyo. Hiyo ni wakati ambapo anamtuma nabii kwa ajili ya kizazi, na apomtuma nabii kwa ajili ya kipindi, jukumu lake ni kubwa, ama wajibu wake ni mkubwa zaidi. Na sasa tuone jinsi Mungu anavyonena kupitia kwa manabii. Naam, walifanya mioyo yao kuwa kama jiwe gumu. Hiyo ni Zekaria 7:12. Wasija wakaisikia sheria na maneno ya Bwana wa majeshi aliyoyatuma kwa Roho wake kwa mkono wa manabii wa kwanza. Kwa sababu hiyo ghadhabu kuu ikatoka kwa Bwana wa majeshi. Yani, Mungu atakasirika na kila mtu ambaye hatasikiliza maneno ya Mungu kupitia Roho wake Mtakatifu, ambaye kila wakati anapitia manabii kwa watu walio chini ya agano la kiungu linaloambatana na wakati huo. Ni Mungu akinena kupitia Roho Mtakatifu, na tunajua huyo ni malaika wa agano, Roho Mtakatifu ambaye anazungumza kupitia manabii. Huyo ni Kristo katika mwili wake wa kimalaika, Roho Mtakatifu. Tayari tunajua ya kwamba ni malaika wa agano, yule mtu kutoka katika kile kiwango kingine
ambaye kila wakati anaonekana katika Agano la Kale na kisha akafanyika mwili katika pazia ya mwili liitwalo Yesu. Na sasa katika Agano Jipya tunapata kutokea kwa malaika wa Bwana Yesu Kristo katika matukio mbalimbali. Kristo alisema, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hadi mwisho wa ulimwengu. Mathayo 28 mstari wa 20. Na sasa ili kutangaza mambo ambayo hana budi kuwapo, tunapata ya kwamba katika Agano Jipya Kristo anazungumza jambo ambalo ni muhimu ili kusikia sauti ya Mungu kupitia Kristo miongoni mwa kanisa. Tunalo neno la kinabii ambalo ni hakika. Mtakatifu Petro anatuambia katika waraka wa pili wa Petro mlango wa 1 mstari wa 19, nasi tena tuna neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza mwafanya vyema. Basi tukijua ya kwamba mambo yatakayotokea ni mambo yaliyo katika unabii wa kibibilia, basi inafaa tukue tunachunguza kutimia kwa ama utimizo wa unabii huo, kwa sababu Mungu atakuwa akifanya kazi ili kutimiza unabii hizo. Na tunapaswa kuwa waangalifu kwa neno hili la kinabii ambalo ni kama kurunzi, kama tochi, ni kama taa ing'aayo mahali penye giza, hadi kutakapo ama mpaka kutakapopambazuka. Siku gani kupambazuka? Siku ya kipindi cha ufalme, ambayo ni milenia ya pili kutoka Adamu hadi hapa. Maandiko yanatuambia katika Malaki mlango wa 4 mstari wa 3, lakini kwani ninyi mnaolicha jina langu litazaliwa. Ikiwa atazaliwa yasema, inatuambia juu ya kuzaliwa kupya. Jua la haki litazaliwa. Jua litachomoza lini? Asubuhi pale mashariki. Tazameni upande wa mashariki. Tukikumbuka wimbo huo unaosema, kutoka mashariki nuru inaonekana. Inazungumza juu ya nyota pia, si ndio? Na jua. Na sasa tazameni hapa, mpaka kutakapopambazuka na nyota asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Je, atazuka mioyoni mwa watu kwa njia gani? Ni kwa njia ile ambayo Kristo alizaliwa katika kuja kwake mara ya kwanza, kupitia kwa kusikiliza mahubiri ya Injili ya Kristo. Kristo alizaliwa hapa, alizuka hapa, alitokea katika nafsi zetu mpaka kutakapopambazuka siku ya kipindi cha ufalme, siku ya mwisho. Kwa maana katika wakati wa kipindi cha neema tumekuwa tukiishi katika siku ya kipindi cha neema, lakini siku ya kipindi cha ufalme inaambatana na siku ya mwisho. Mpaka kutakapopambazuka na nyota asubuhi kuzuka mioyoni mwenu.
Kama atazuka, atazaliwa katika mioyoni mwetu. Nini itakuwa inafanyika? Tutakuwa tumesikia kuhubiriwa kwa injili ya ufalme ambayo inahusiana na kuja kwa Kristo mara ya pili, kuhusu kuzaliwa ama kupambazuka, mapambazuko mapya, mapambazuko ya siku mpya ya kipindi, mapambazuko mapya ya siku mpya ya milenia. Na nyota ya asubuhi. Nyota ni nani? Nyota ya asubuhi ni nani? Kristo alisema mimi ndiye nyota yenye kung'aa ya asubuhi, Ufunuo 22:16. Na tutaionaje hiyo nyota yenye kung'aa ya asubuhi? Itachomoka kutoka mashariki, kwa sababu ni mashariki ambapo tunaona jua likichomoza. Kwa hiyo tunapoiona ikichomoza ikitokea mashariki, tutasema nyota ya asubuhi inazuka, inazaliwa mioyoni mwetu. Tunaamini hiyo nyota asubuhi ambayo iko hapa. Lakini atakuja kwa njia gani? Atatokaje pale angani? Atatokaje pale angani? Kumbukeni, ni kutoka mashariki. Kumbuka kwamba Mungu alimwambia Ibrahimu kwamba uzao wake wangekuwa kama nyota za mbinguni. Na pia katika Hesabu mlango wa 24 mstari wa 17, nitamwona lakini si sasa, nitaiangalia lakini si kwa karibu. Nyota itatoka kwa Yakobo. Kumbuka kwamba wazao wa Ibrahimu wanawakilishwa katika nyota, na katika nyota tunayo nyota ya asubuhi ambayo inamwakilisha Kristo Mesia. Na ni nyota ya asubuhi ambayo wakati wa mapambazuko inaonekana kubwa sana, na nyota nyingine hazionekani tena au karibu hazionekani. Na inapozidi kung'aa, nyota zingine huanza kutoweka, na nyota asubuhi tu inasalia hadi itakapotoweka, na kisha kinachoonekana ni jua, kwa sababu nyota asubuhi inatangaza kwamba jua linakuja, ni mtangulizi. Na sasa Kristo anasema kwamba yeye ndiye nyota ing'aayo ya asubuhi, naye anazungumza pale katika kitabu cha Ufunuo. Na pia anasema yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Ni Kristo katika Roho Mtakatifu akizungumza pale. Hiyo inamaanisha nini? Ya kwamba ni Roho Mtakatifu, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Kwa nini? Kwa sababu hapo Kristo anazungumza katika Roho Mtakatifu. Ndio maana anasema yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Katika Ufunuo mlango wa 2 mstari wa 28 inasema kwamba yeye ashindaye. Ukisoma kutoka mstari wa 26 inasema yeye ashindaye, na moja ahadi pale anazotoa ni nitampea ile nyota ya asubuhi. Huyo mshindi atapewa ama atakuwa na nini? Kristo. Na kwa nyota asubuhi ni Kristo, atakuwa na Kristo, Roho Mtakatifu, malaika wa agano ndani yake. Na tutakapomwona yule ambaye anapokea baraka hiyo huko mashariki, tutakuwa tunaona nini? Tutakuwa tunaona nyota yenye kung'aa ya asubuhi ikizuka ama ikichomoza kutoka mashariki. Nuru inaonekana, ni nyota ya asubuhi, nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Kristo, malaika wa agano, Roho Mtakatifu akionekana mashariki.
Fungua macho yako na unapoona Wayahudi wakiitazama nyota hiyo iliyodhihirishwa kwa yule ambaye atapewa, kumbukeni, wanaitazama ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi iking'aa, na hivyo basi ikiwapa nuru na kuleta kuja kwake Mesia kwa Ibrania, kwa sababu nyota ya asubuhi ndiyo inayotangaza kuja kwa jua. Unapomwona huyo nyota na wengine hawapo, nini inatokea? Unatazama saa yako, ni karibu kumepambazuka. Siku mpya ya kipindi na siku mpya ya milenia inakaribia kupambazuka kwa Ibrania. Unapoiona nyota huko mashariki, Roho Mtakatifu akijidhihirisha mwenyewe, na kila wakati amefunikwa na kufunuliwa katika mwili wa mwanadamu. Na Mungu, tazameni, alisema ama alinena kupitia kwa Roho Mtakatifu, kupitia kwa manabii Zakaria mlango wa 7 mstari wa 11 hadi wa 12, na Ibrania mlango wa 1 mstari wa 1 hadi wa 3. Inatuambia, kwa hiyo unapoona hiyo nyota, Roho Mtakatifu akirejea mashariki, ni ili kutangaza mapambazuko mapya kwa Ibrania. Kwa hiyo nyota hiyo, Roho Mtakatifu atakuwa ndani ya huyo mshindi, kwa maana yeye ashindaye nitampa nyota gani? Nyota ya asubuhi, ambaye ni ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi, ambaye ni Kristo, malaika wa agano. Tazameni, ahadi hizi pia ni kwa watu wa Kiebrania. Inasema, nitaisoma na nyinyi mtanipea hiyo nukuu. Njooni tumrudie Bwana. Hiyo ni Hosea 6 mstari wa 1 hadi wa 3. Maana yeye amerarua na yeye atatuponya, yeye amepiga na yeye atatufungua jeraha zetu. Baada ya siku 2 atatufufua, siku ya 3 atatuinua. Hapa inatunena juu ya siku za mwisho, siku za 3 za mwisho ambazo ni milenia 3. Siku ya 3 ambayo ni milenia 3 ya siku za mwisho, kutakuja ufufuo wa Israeli kama taifa, kama ufalme, au katika ufalme, au kuingia katika ufalme wa Mungu, ambao ni ufalme wa Daudi utakaorejeshwa, na kiti cha enzi cha Daudi kitarejeshwa, na Mesia mfalme ataketi katika ufalme huo. Huo ndio urejesho ambao wanafunzi wa Yesu wanauliza katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 1 mstari wa 1 hadi wa 9. Je, utarejesha ufalme wa Israeli wakati huu? Hiyo ni kurejesha ufalme wa Daudi. Hiyo inaingiana na Ezekieli 37 na 38 kuhusu kurejeshwa kwa mifupa mikavu ambayo ilikuwa mikavu ama imekauka sana na kutawanyika katika uwanja wote. Akaambiwa, hiyo ndiyo nyumba ya Israeli. Capítulo 37, mlango wa 37. y ahí ustedes encuentran pale mtapata que Dios le dice, ya kwamba Mungu anamwambia, kisha akaniambia, mstari wa 11, mwanadamu, mifupa hii yote ni nyumba ya Israeli. Ezekieli 37:11. Wametawanyika kote
mashambani katika dunia nzima, lakini watakusanywa na kurejeshwa na kusimama. Sasa inaendelea kusema hapa katika Hosea mlango wa 6, tunaendelea hadi na mstari wa 2. Baada ya siku 2 atatufufua, siku ya 3 atatuinua, nasi tutaishi mbele zake. Nasi na tujue, naam, tukaendelee kumjua Bwana. Unaona, tunajua lakini hatujui yote. Tukaendelee kumjua Bwana. Yani kuna ufahamu mkuu ambayo hawajui lakini wanahitaji kujua. Na katika Habakuki 2:14 na pia katika Isaya 11:9 kuna jibu. Kwa maana dunia itajawa na ujuzi ama ufahamu wa utukufu wa Bwana na utukufu wa Yehova kama maji yafunikavyo bahari. Dunia yote itajawa na ujuzi wa utukufu wa Mungu, na hapo ndipo nasi tutaendelea kumjua Mungu Yehova. Yani kutakuwa na ufunuo zaidi wa kiungu, ujuzi zaidi wa kiungu ambao utaongezwa kwa yale ambayo Wakristo na Wayahudi tayari wanayo. Kutoka kwake ni yakini kama asubuhi. Unaona, hapa tuna kupambazuka mpya, siku mpya ya kimilenia na siku mpya ya kipindi. Kutoka kwake ni yakini kama asubuhi, na kuja kwake Bwana itakuwa kwa njia hiyo. Kwanza, nyota yenye kung'aa asubuhi inaonekana, Roho Mtakatifu akidhihirishwa, akifanya kazi ili kuwaita na kwa kusanya wale wa Ibrania 144,000 kutoka kila kabila. Kazi ambayo Roho Mtakatifu atafanya kupitia kwa malaika wa Ufunuo mlango wa 7 ambaye anakuja na muhuri wa Mungu aliye hai. Anakuja na Roho Mtakatifu, anakuja na ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi ikiangaza, ikileta nuru kwa watu, ikiakisi, yani kureflect nuru ya jua. Kutoka kwake ni yakini kama asubuhi, naye atatujulia kama mvua, kama mvua ya masika na ya masika, kama mvua ya vuli na ya masika katika nchi. Mvua ya masika ni kuhubiriwa kwa Injili ya ufalme, na mvua ya vuli ni kuhubiriwa kwa Injili ya neema. Na katika Malaki mlango 4 mstari wa 2 nasema, lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mbawa zake. Mabawa yapo katika kila upande, na Kristo yule tai mkuu kwenye mlima wa kubadilishwa wa kugeuzwa sura alikuwa na mabawa yake mawili, Musa na Elia. Hayo ndiyo mabawa ambayo mwanadamu kama tai mkuu atakuja nayo akiruka. Kumbuka ujumbe wa mchungaji William Branham ambaye anasema, anazungumza kuhusu tai na juu ya mwamba pale mlimani, katika mlima ambapo malaika wale walimtokea. Alipanda juu katika wakati mmoja na kujilaza juu ya mwamba, akatoa shati na akajilaza juu ya mwamba, na Bwana akamwambia, je, unajua umejilaza juu ya nini? Naye alipotazama akasema, tai mweupe. Tai mweupe, ndivyo alisema hivyo? Ndio. Alipoona hivyo, akaenda nyumbani, akachukua kamera yake, akarudi na kuchukua picha, na wengine wanayo hiyo picha. Tai mweupe ilikuwa imeandikwa pale. Na sasa anasema atakuja, na hiyo ni
kunena juu ya Eliya. Na tukizungumza juu ya kuja kwa Bwana, hebu tuone kama tutapata kitu hapa. Ikiwa hivyo, tutaitafuta katika jumbe mlizo nazo. Nikipata kitu hapa, nitaambia, au mkipata mbeleni mnipe, na hivyo tunasaidiana moja kwa mwingine. Ananena kuhusu kuja juu ya mabawa ya tai mweupe, kitu kama hiyo. Katika ukurasa ukurasa 168, hebu tuone ni mstari upi, 1496, ambapo anasema, kwa nini mimi mzee niliteseka maisha yangu yote? Kwa nini aliniponya sasa? Nafikiri nitapanda njia hii tena. Ni lazima nilete ujumbe. Na tukiendelea kutafuta kuhusu jinsi Eliya atakavyokuja, jinsi atakavyokuja ili kuleta ujumbe. Na tayari alishaleta ujumbe wakati wake. Lakini sasa hapa anazungumza katika mwaka 1965, 1965, mwezi mmoja tu kabla ya kuondoka kwake. Na ujumbe mwingine uliopo, mbali na ule aliotoa kwa wakati wake, ni ujumbe wa Injili ya ufalme, ambaye Kristo asema hivyo katika Mathayo 24 mlango 14, na Injili hii ya ufalme itahubiriwa kwa mataifa yote, kwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Ujumbe huo unahusiana na Eliya, Musa na Yesu. Hebu tuone kama mmepata chochote. Mnaweza kuitafuta kwenye faharisi, yani index, kuhusu tai. Ikiwa sivyo, mnaweza kuitafuta nyumbani baadaye. Kama hakuna, bado tutaendelea hivyo. Tutaendelea tu hivyo. Kumbukeni ya kwamba tai ni manabii. Kwa hiyo Eliya, huduma ya Eliya haina budi kuja juu ya tai mweupe. Hana budi kuja katika nabii. Na Roho Mtakatifu pia atakuja. Njiwa atakuja pamoja na tai. Sasa kwa wakati wetu, mambo makuu yatakuwa yanatokea, kwa maana kuna mambo makuu yaliyotabiriwa kutimia, na lazima yatimie, yale yanayohusiana na kanisa, miongoni mwa kanisa la Bwana Yesu Kristo. Na vyombo vyote ambavyo Mungu atatumia vitakuwa ni washiriki wa kanisa lake, ambao katika siku ya mwisho atakuwa akipokea ufunuo wa kiungu wa mpangilio mzima wa Mungu kwa ajili ya wakati wetu, ambapo Kristo anatuambia katika Ufunuo mlango wa 1
1 en adelante, mstari wa kwanza na kuendelea. la revelación de Jesucristo Ufunuo wa Yesu Kristo que Dios le dio aliopewa na Mungu ili awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo hayana budi kwa kupesi. Naye alituma naye alituma kwa mkono wa malaika kwa mtumishi wake Yohana. Na sasa je, unaona mambo ambayo yanabudi kwako hivi karibuni? Ufunuo wa Yesu Kristo ambao Mungu alimpa ili kuonyesha tumishi wake mambo ambayo yanabudi kwako upesi. Anasema kwamba alitangaza, alifunua, alitangaza, alituma kupitia kwa malaika wake mtumishi, kupitia kwa malaika wake kwa mtumishi wake Yohana. Yohana alikuwa akipokea ufunuo huo wote wa kiungu katika mfano ambayo ilionyeshwa na malaika wa Bwana Yesu Kristo. Na sasa katika Ufunuo mlango wa 22 na mlango wa 19 tuna habari zaidi kuhusu malaika huyu. Ufunuo 19 mstari wa 9 hadi 10 inasema, malaika akaniambia, andika, heri wale walioalikwa kwenye karamu ya harusi ya mwana-kondoo. Naye akaniambia, haya ndiyo maneno ya kweli ya Mungu. Nilianguka miguuni pake ili kumwabudu. Naye akaniambia, angalia, usifanye hivyo. Mimi ni mtumishi mwenzako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Mwabudu Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii. Na Ufunuo mlango wa 22 mstari wa 6 inasema, akaniambia, maneno haya ni amini na kweli, na Bwana Mungu wa roho za manabii amemtuma malaika wake kuwaonyesha watumishi wake mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Malaika huyu, mchungaji William Branham anasema, ni roho ya nabii. Anasema huyu ni nabii katika mwili wake wa kimalaika. Naye alitumwa kwa Yohana yapata miaka 2000 iliyopita, zaidi au chini ya hapo. Yani alisafiri kupitia wakati. Yohana pia alisafirishwa nyakati fulani kupitia pazia la wakati, na alienda pia nyakati zingine katika maono haya, akiona mambo ambayo yangetokea baadaye. Hata katika kitabu cha Ufunuo inasema kwamba alikuwa katika Ufunuo mlango wa kwanza mstari wa 10 hadi 11, nilikuwa katika roho siku ya Bwana, yani katika milenia 7. Nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama tarumbeta, ambayo ilisema au iliyomwambia, mimi ni Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho. Andika kwenye kitabu kile unachokiona. Na tazameni, aligeuzwa ama alipelekwa kugeuzwa hadi siku ya Bwana. Siku ya Bwana mbele za Mungu ni milenia 7. Na kwa hiyo alipoona katika mlango wa kwanza mstari wa 12 na inayofuata, mmoja kama mwanadamu amevikwa vazi lililofika miguuni na kufungwa kiunoni na kifuani mshipi wa dhahabu. Hapo alikuwa anamwona Mesia Kristo akiwa kama hakimu na mfalme. Hana tena mshipi kiunoni mwake ambapo kuhani mkuu anauweka ili kufanya kazi ya upatanisho. Kwa hiyo si tena mpatanishi
kama kuhani mkuu, bali yuko miongoni mwa kanisa lake kama hakimu, na hivyo basi kama mfalme. Anatokea na kichwa chake na nywele zake nyeupe kama sufi au theluji, macho yake kama mwali wa moto, kinywani mwake hutokea upanga mkali wenye makali kuwili, miguu yake kama shaba iliyosuguliwa iliyong'aa kama tanuru, sauti yake kama sauti ya maji mengi. Haya yote ni ishara, yani symbolism ya Kristo alivyo na jinsi Kristo atakavyodhihirishwa. Kumbukeni kwamba shaba inatunenea kuhusu hukumu ya kiungu. Kwa hiyo inatunenea juu ya mambo atakayofanya akiwa na mshipi wake kifuani mwake, yani kama simba au kama hakimu na mfalme. Na sasa pia katika Ufunuo mlango wa 19 tunamwona pia akiwa na upanga mkali ukitoka katika kinywa chake. Upanga ni neno la Mungu likitoka kinywani mwake. Ndio lile lionekanalo katika kinywa cha wale wawili waliomwagiwa mafuta, litokalo kama moto, neno la Roho Mtakatifu la Kristo likitoka kinywani ambapo aliweka neno lake. Ile mizeituni miwili, vile vinara viwili vya dhahabu, ni wale waliomwagiwa mafuta wawili wanaosimama mbele ya uwepo wa Mungu, asema Zakaria mlango wa 4 mstari wa 1 hadi wa 14 na Ufunuo mlango wa 11 mstari wa 1 hadi wa 14. Yani na kisha katika Ufunuo mlango wa 11 mstari wa 15 na kuendelea, inatuambia kuhusu malaika wa 7 mwenye baragumu ya 7 inayolia. Na malaika wa 7 atakapoipiga baragumu ya 7, na huyo si malaika wa 7 wa wakati wa kanisa. Anayepiga baragumu ni huduma ya waliomwagiwa mafuta wawili. Ndiyo sababu baragumu ya 7 kama mhuri wa 7 ni kuja kwake Bwana. Naye mchungaji William Branham katika ukurasa 128, 129, 130 na 149 anasema kwamba baragumu ya 7 ambaye ni Musa na Elia, na muhuri wa 7 ambaye ni kuja kwake Bwana. Anasema baragumu ya 7 na muhuri wa 7 ni kuja kwake Bwana. Kwa nini? Kwa sababu mwana Adamu anakuja pamoja na malaika zake, na hivyo basi pale kutakuwa na zile huduma za Musa, Elia na Yesu. Kwa sababu roho yule aliyeziendesha zamani atakuwa akiziendesha tena, na pale nabii kama Musa atatokea. Ndio maana watu wa Kiebrania wanamngojea Elia akitangaza amani ya milele ama amani ya kudumu, na akiwa mtangulizi wa kweli wa kuja kwake Mesia. Na wanangoja kuja kwake Mesia, wanamngojea mtu ambaye ndani yake kuna huduma ya Elia, na wanangoja mtu wa dunia hii aliyemwagiwa mafuta na Roho Mtakatifu. Wanangoja Mesia, na tunamngojea Mesia. Ukizungumza na marabii na kuwauliza mnangoja nini, mtu ambaye atakuja kutoka mbinguni na kujitokeza, watakwambia hapana, tunangoja mtu kutoka hapa duniani.
mtu ambaye ataleta imani kwa El Israeli. Mesías lo que significa es el Mesia maana yake ni El Cristo, aliyemwagiwa el Mesías, mafuta. el Kristo, ungido, Mesia aliyemwagiwa un hombre mafuta, ungido, mtu con el aliyemwagiwa Espíritu de mafuta Dios na en Roho el wa Mungu cumplimiento katika de la venida del Mesías, kutimia kwa kuja kwake Mesia, para traer la paz ili a kuleta Israel, amani kwa Israeli, restaurar el reino kurejesha de David ufalme wa a Daudi Israel kwa y Israeli colocar a Israel na kuweka en el reino de Israeli Dios. katika ufalme wa Mungu. Así es que cuando ustedes Kwa hiyo vean la estrella unapoona resplandeciente de la nyota mañana yenye kung'aa comenzando allá asubuhi ikianza resplandecer por el kung'aa este, huko por mashariki, supuesto a través de un bila hombre shaka al kupitia cual le kwa habrá sido mwanadamu dada la estrella de la ambaye mañana, nyota ya como asubuhi está itakuwa prometido. imepewa kwake Por lo tanto, jinsi habrá un ilivyoahidiwa. hombre que tendrá la Kwa estrella hiyo kutakuwa na resplandeciente mtu de la ambaye mañana, atakuwa que na ile tendrá nyota yenye el kung'aa Espíritu asubuhi. Santo Atakuwa en na el nini? ángel del Roho pacto. Mtakatifu ndani yake, Y malaika cuando wa agano. comience a resplandecer, Naye anapoanza a traer kuangaza su ama mensaje, kung'aa, kuleta resplandecer ujumbe wake, trayendo su mensaje, kuangaza akileta ujumbe la wake, revelación de Dios sobre el ufunuo pueblo wa hebreo. Mungu Recuerden, kuhusu watu wa Kiebrania. Israel Kumbukeni, va a Israeli estar muy atento. Por watakuwa eso dice, despiértate tú que wakisikiza kwa duermes, makini sana. levántate Ndio de maana los anasema, muertos y amka te wewe alumbrará usinzie, Cristo. fufuka katika wafu na Kristo Y eso atakuangazia. San Pablo Na Mtakatifu en Paulo Efesios katika 5 Efeso mlango wa 5 lo toma de anachukua Isaías capítulo 60, anachukua hiyo kutoka donde dice, Isaya 60 ambapo vamos a anasema, ver, hebu tuone, donde dice en Isaías capítulo 60, ambapo anasema katika Isaya resplandece, 60 porque ha venido tu luz. mstari wa kwanza, inuka uangaze kwa kuwa La nuru venida yako luz para el imekuja. pueblo hebreo, Unaona, como kuja la estrella resplandeciente de la kuja kwa mañana, nuru kwa y Ibrania ni como el kama sol de nyota justicia inayong'aa ya asubuhi naciendo. na jua la haki La venida de la likichomoza. luz para Israel es la venida del Kuja kwa nuru Mesías. kwa Israeli ni kuja kwa La venida Mesia. de la estrella Kuja resplandeciente kwa de la nyota yenye mañana kung'aa es la asubuhi venida ni del kuja Espíritu kwa Roho Santo en un Mtakatifu hombre, en Elías, ndani ya mwanadamu katika Eliya, precursando la venida del Mesías. Tan simple como eso. ikionyesha kuja kwake Mesia. Ni Y rahisi la kama gloria de hivyo, Jehová ha nacido na utukufu wa sobre Bwana ti. umekuzukia. Recuerden que Kumbukeni dice Habacuc capítulo 12 kile verso ambacho 14, Habakuki anasema porque katika la mlango wa tierra pili será mstari wa llena de la 14, gloria kwa maana dunia de itajazwa Jehová como las aguas cubren el mar. Y maarifa aquí ya utukufu wa Bwana kama vean, maji yaifunukavyo y la bahari. gloria de Jehová ha Na hapa nacido unaona, sobre ti. na utukufu wa Bwana Porque aquí que umekuzukia. tinieblas Kwa maana cubrirán la tazama, tierra giza y oscuridad giza las litaifunika naciones, dunia na giza mas sobre kuu ti litaifunika amanecerá mataifa, Jehová. lakini Si va a Bwana amanecer atakuzukia wewe. en la mañana es Ikiwa un nuevo día, nuevo atakuzukia, día dispensacional kuna kupambazuka, y ni nuevo siku mpya ya día kipindi milenial. na siku mpya ya El milenia, día del Señor, siku ya Bwana, el sábado milenial. sabato ya milenia, Porque el Hijo del Hombre, Señor kwa sababu mwana wa Adamu del sábado, ndiye es Bwana Señor wa del día de Sabato. reposo, y por Yeye ni consiguiente Bwana wa el siku ya Señor del pumziko, séptimo na kwa sababu hiyo yeye ni milenio Bwana wa o milenia ya saba séptimo au milenio milenia sabático. ya saba Es en ese ya milenio Sabato. donde él Ni katika establecerá milenia su hiyo reino, donde ndipo resucitará los muertos anaanzisha ufalme vivientes en wake, él, ndipo en cuerpos anapowafufua wafu glorificados, y a los wanaomwamini vivos katika mili creyentes en él tukufu, nacidos de na nuevo, kuwabadilisha walio los hai transformará. waliozaliwa mara ya pili Él mismo dijo, wanaomwamini. Yeye mwenye y alisema, esta es la voluntad del Padre el que me na envió, mapenzi yake que todo aquel que aliyenituma ni vea y haya, cree en él kwamba kila tenga amwonaye vida mwana eterna, na y kumwamini yo awe na le uzima wa milele, resucitaré nami en el nitamfufua día postrero. siku ya San mwisho. Juan capítulo Yohana 6 versos 39 mlango wa 6 mstari wa al 30 40 y San hadi Juan 40, capítulo na 11 Yohana versos mlango wa 11 21 al mstari wa 27 21 y hadi también San 27, Juan na pia Yohana capítulo mlango 6 wa 6 nos habla inatuambia en otro lugar katika mahali y pengine, es del verso na ni kutoka 53 mstari wa al 53 hadi 58, 58, donde dice aquí en ambapo el anasema verso hapa katika 54, el que come mstari mi wa carne y bebe 54, mi sangre aulaye mwili wangu na tiene kunywa vida damu eterna, yangu y ana yo le uzima wa milele, resucitaré nami en el nitamfufua día postrero. siku ya mwisho. Y luego Na kisha continúa hablándonos anaendelea de kutuambia esta kuhusu resurrección, ufufuo huo,
Por tanto, no es un invento Kwa hiyo humano, no es un sio invento teológico tampoco, jambo ambalo wanadamu wamebuni au wanatheolojia wamebuni. anunciada para el día postrero. Es una Hiyo ufufuo revelación sio jambo divina ambao dada de wanadamu Dios au por medio wanatheolojia de Cristo en su wamebuni kwa ajili ya ministerio siku y ya mwisho. Ni enseñada ufunuo wa Mungu por los uliotolewa apóstoles. na Mungu kwa Y njia ya también Kristo fue katika dada huduma en el yake Antiguo Testamento, duniani na kufundishwa na en donde mitume, habrá na pia también ilitolewa una katika Agano la resurrección Kale, ambapo para pia el kutakuwa pueblo na hebreo ufufuo como wa watu wa nación. Kiebrania kama Y taifa, tiene que ser al tercer día. na ni lazima iwe ni Cristo siku ya también tatu. resucitó Kristo pia al alifufuka tercer día. katika siku ya El tatu, Hijo unigénito y primogénito mwana de Dios. pekee wa Israel, Mungu de Israel, na Dios mzaliwa dice en wa Éxodo kwanza wa capítulo Mungu. 4 verso 21 al Mungu anasema 24, katika Kutoka mlango wa 4 mstari wa 21 hadi 24, anasema Israeli ni mwanangu, primogénito. mzaliwa Por lo tanto, wangu wa la kwanza. resurrección Kwa hiyo para ufufuo Israel wa tiene que Israeli ser unapaswa al tercer día, kuwa katika milenial. siku ya tatu ya milenia, al tercer día de los siku ya 10 tatu postreros, ya siku za de los mwisho. 3 milenios Katika postreros. milenia tatu za En el mwisho, tercer milenio tiene que ufufuo ocurrir unapaswa la kutokea resurrección. katika Y ahora milenia ya tatu. Na sasa podemos ver tunaweza kuona en el programa divino katika mpangilio wa que el kiungu tercer día es muy, ya pero kwamba que muy importante siku ya tatu ni muhimu de los sana 3 días postreros. kati ya Y zile ese siku es el tatu za tiempo mwisho, donde Dios va a na huo ndio restaurar wakati ambapo Israel en el Mungu día postrero atairejesha Israeli y va a katika siku ya restaurar la mwisho, vida, naye atawarejeshea eterna uzima, a lakini todos los kwa uzima wa creyentes en milele. Cristo que murieron físicamente, Atarejeshea creyentes en waaminio Cristo wote nacidos de uzima wa nuevo, milele, y a todos wale los wote wanaomwamini creyentes que Kristo estén aliyokufa vivos, kimwili, nacidos de nuevo, en ese tiempo waamini de la waliozaliwa mara ya resurrección, pili los va katika a Kristo, transformar. na Y esa es la na adopción waaminio física wote walio la hai adopción waliozaliwa mara ya pili, del cuerpo. wakati huo wa mwisho Nuestra atawabadilisha. transformación para Na el huko día ni postrero. kufanywa mwana kimwili, ukombozi wa mwili, Ahora kubadilishwa podemos kwetu ver todos ya estos siku ya detalles mwisho. Na sasa tunaweza están kuona aquí maelezo escritos haya yote en yaliyoandikwa la hapa palabra katika del Señor. Por lo neno la tanto, Bwana. Israel está Kwa hiyo velando, Israeli vigilando. wanatazama, Y el llamado para wakikesha, Israel es, na levántate, wito kwa Israeli ni resplandece, inuka porque na ha venido tu uangazi, luz, kwa kuwa y la nuru gloria yako de Jehová imekuja na ha utukufu nacido wa sobre Bwana ti. umekuzukia. Para el 1977, Mnamo mwaka 1977, 1977, fue grabada una serie de mfululizo mensajes para wa Israel. jumbe tatu za Israeli zilirekodiwa. No sé cuántos lo escucharon. Sijui ni wangapi Son mensajes de waliosikiliza. 10 a 15 minutos Kila cada ujumbe uno. una urefu wa Pero miren, dakika habla de 10 esto hadi mismo. 15, lakini tazama, ¿Y por qué inazungumza juu ya jambo Volvemos a hablar hili de lo hili. mismo porque fue la verdad Na kwa nini también. tunazungumza Fue la jambo verdad para lile el lile tena? 77, Kwa sababu y es la ilikuwa ni verdad kweli para jana, nuestro ilikuwa tiempo kweli también. ya mwaka wa 77 na kweli kwa wakati wetu pia. Solamente hubo una brecha, Kulikuwa tuna lapso de pengo tiempo kipindi de unos fulani cha muda 36 años que cha han miaka transcurrido, 36 pero vean, vuelve hivi otra vez el ambayo ciclo imepita, para lakini Israel. tazameni mzunguko no ama hay otro cycle mensaje. inarejea tena kwa Israeli. Es Hakuna el ujumbe mensaje del mwingine, Evangelio del Reino que ni ujumbe wa contiene Injili ya ufalme todas ambao estas una profecías unabii huu para wote ser reveladas, utakaofunuliwa, cumplidas, y traer la bendición para el pueblo hebreo. utakaotimia na kuleta Por eso, baraka kwa watu wa Para ver la Kiebrania. estrella resplandeciente Kwa de la hivyo, mañana hay que ili kuona despertar. nyota yenye kung'aa asubuhi, Levántate. mtu lazima Hay que amke. levantarse del sueño. Amka, mtu lazima San ainuke kutoka Pablo usingizi. dice, despiértate, Mtakatifu tú Paulo que anasema, duermes. amka wewe Levántate usinziaye, entre los muertos fufuka y te alumbrará Cristo. katika wafu na Kristo atakuangazia. Hay que estar despierto Ni lazima mtu awe espiritualmente, ameamka kwa njia ya kiroho ili kuwa na mpangilio wa que está kiungu representado, ambayo simbolizado inawakilishwa en el cielo, pale mbinguni el sol, la luna na y las jua, estrellas, mwezi na y sobre nyota, todo la estrella na juu ya resplandeciente yote de la nyota mañana. yenye kung'aa ya asubuhi. Y ahora, Na sasa cuando se ve la estrella resplandeciente de la wakati mañana, nyota yenye kung'aa ya asubuhi es inapoonekana, antes
ni kabla ya jua kutokea au kuchomoza, ni kama ishara au utangulizi au kutanguliza siku mpya inayokaribia kutokea. Lakini je, mnajua jambo? Nyota yenye kung'aa asubuhi inaambatana na nyota za asubuhi ambao ni wateule wa mwili wa siri wa siku ya mwisho. Na baadaye pale mwisho ni kama hizo nyota zinapotea na utabaki tu kama umeona moja. Kwa nini? Kwa kuwa wataenda kwenye unyakuzi. Unakumbuka yule malaika aliyemwonekania Yakobo? Alimwambia Yakobo, Yakobo alimshika na hakumruhusu ende zake, na malaika akamwambia, niache niende, tayari kumepambazuka. Hapo tunayo tena wakati ambapo kuna pambazuka. Na kwa hiyo Yakobo alikuwa anaona nini? Nyota asubuhi pale, Roho Mtakatifu, malaika wa agano, Kristo katika mwili wake wa kimalaika. Na Yakobo hakumwachilia malaika hadi alipopokea baraka za Mungu. Na itakuwa wakati ambapo kuna pambazuka kwa Yakobo, kwa Israeli kama mtu binafsi, hivyo ndivyo itakavyokuwa kwa Israeli kama watu. Mapambazuko ya siku mpya ya kipindi na ya siku mpya ya milenia. Hapo ndipo Israeli watakapomwona malaika yule yule ambaye atakuwa ndani ya yule atakayepokea baraka ya kupokea ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Watampokea malaika wa agano, atakuwa ndani yake, na kupitia kwake atakuwa king'aa, na kupitia kwake kutakuja baraka kwa watu wa Kiebrania. Israeli watakapoona hiyo, Musa na Elia atakuwa pale, asema mchungaji William Branham, ukurasa wa 30 na ukurasa wa 34 na 35 wa kitabu cha Vizazi. Anasema Musa na Elia atakuwa pale. Unaona, haya yote yanahusiana na mpangilio wa kiungu wa kuja kwake mwanadamu pamoja na malaika zake. Na ndio maana mwanadamu anasema mwanadamu atawatuma malaika zake kwa sauti kuu ya baragumu, na malaika hao ni Musa na Elia, ili kuwakusanya, kuwaita na kuwakusanya wateule kutoka mwisho mmoja wa mbingu hadi mwisho mwingine. Kuna mahali mwingine ambapo nasema kutoka mwisho mmoja wa dunia hadi mwisho mwingine wa mbingu. Na hizo ni huduma za Musa na Elia zikifanya kazi miongoni mwa Wayahudi. Na huyo ni malaika wa agano aliyedhihirishwa katika siku ya mwisho, Roho Mtakatifu katika malaika mjumbe wa Ufunuo mlango wa 7, ambaye anakuja na muhuri wa Mungu aliye hai, anakuja na Roho Mtakatifu, anakuja na nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Israeli hawatamsikiliza mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo macho ya Israeli yanafunguliwa hatua kwa hatua, kuamshwa kutoka kwa usingizi wa miaka 2000 ambayo imepita tangu Kristo hadi hapa, na wamelala sana, si ndio? Ni wakati wa kuamka kutoka usingizini. Kama mataifa, tazameni, Paulo akizungumza na mataifa anasema, hebu tuione hapa, por lo cual dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia, lakini vitu vyote vinapodhihirishwa na nuru vinadhihirishwa. Kwa hiyo, kwa kuwa nuru ndio inayodhihirisha kila kitu. Kwa hivyo anasema, amkaeni mlalao, na ufufuke kutoka kwa wafu, na Kristo atakuangazia. Hiyo inapatikana wapi? Waefeso mlango wa 5 mstari wa 14.
Nilikuwa tayari nimewapa hiyo nukuu madakika chache iliyopita. Kusoma ndio imekuja sasa, lakini unajua maandiko haya yote kwa sababu Mungu amekuwa akitufundisha mambo haya yote kwa miaka mingi, na maandiko haya yote yanajulikana sana kwetu kutoka kwa Agano la Kale na Agano Jipya. Na sasa ile nyota yenye kung'aa asubuhi, Petro asema, Petro wa pili mlango wa kwanza mstari wa 19 hadi 21, ya kwamba inatupasa kuwa makini kuzingatia neno la kinabii linalong'aa kama taa katika mahali penye giza mpaka kutakapopambazuka. Inapokuwa wakati wa usiku, watu wengine wanasema, kwa mfano kuhusu miti, majani yake ni rangi vile na vile, na wengine wanasema matunda yake ni rangi fulani na fulani, hayajaiva bado. Wengine wanasema sioni chochote, sioni hivyo. Lakini inapoanza kupambazuka, wengine wanaweza kutofautisha ikiwa matunda ni makubwa au madogo, lakini wanaweza wasiweze kuona rangi vizuri au ni ngapi au maelezo, yani the details. Lakini siku inapopambazuka wanaona mambo kwa wazi zaidi, mpaka siku itakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Na kisha atasema, tazama nyota. Na kisha unasema tazama nyota, na kusema hiyo ni nyota asubuhi ambayo ni inatanguliza kuja kwa jua, ambaye ni Kristo, Roho Mtakatifu akijidhihirisha mwenyewe. Na kisha unapoona jua ikichomoza, utasema hiyo ni kuja kwake Bwana. Lakini tazameni, utaelewa vizuri utakapoiona mashariki. Lakini tazama, ni jua lile lile linalotua magharibi, na magharibi ni bara la Amerika, na zaidi ya yote Amerika ya Kusini na Ukaribi, kwa sababu katika Amerika ya Kaskazini kizazi cha 7 kilitimia. Imekuwa na nuru ya kizazi chake. Kwa hiyo unabii wote wa baraka kwa kanisa, unabii wote wa baraka kwa kanisa sasa unasonga hadi kwenye hatua ya kizazi cha jua la pembeni, na kwa hivyo kwenye eneo ambalo hatua hiyo inatimia. Kwa hiyo kutimia kwa ono la hema hauwezi kuwa kwa ajili ya kizazi cha kwanza, tayari ilipita. Haiwezi kuwa kwa ajili ya kipindi cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano, cha sita au cha 7. Na mjumbe pamoja na mjumbe wa mojawapo ya nyakati hizo, kwa sababu tayari wamekuja na kuondoka. Na aliyekuwa karibu zaidi alikuwa mchungaji William Branham. Alitaka kutimiza ono hilo, lakini hakuruhusiwa. Kwa sababu hiyo ni kwa ajili ya baada ya hatua ya 7 na wajumbe 7 wa kanisa la Bwana, na kwa ajili ya watu ambao watafanya kazi katika siku ya mwisho pamoja na chombo ambacho Mungu atakuwa nacho ili kutimiza ono la hema. Kwa hiyo mjumbe huyo atakuwa akitimiza pamoja na kundi litakalokuwa pamoja naye likifanya kazi katika kazi ya Bwana. Hapo tunaweza kuona kwa nini wengine hakuweza kuitimiza, si mjumbe wa vizazi vilivyopita wala kundi lililokuwa pamoja na baadhi ya wajumbe wa vizazi vilivyopita. Hata Paulo ambaye alikuwa ni mjenzi wa hema hangeweza kutimiza ono hilo. Lakini ono hilo lazima litimie miongoni mwa kanisa la Bwana Yesu Kristo katika kizazi inayoambatana na wakati wa mwisho, siku ya mwisho ambaye ni kizazi cha jua la pembeni.
Mungu hatathibitisha kutimia huko kwa ono la hema na kundi lingine. Kwa hiyo hatutawakosoa wale wa vizazi vilivyopita. Haikuwa kwa ajili yao, na ndio maana hawawezi kuwa na imani, ufunuo, wala ile shauku, yani enthusiasm ya kutekeleza mpangilio huu wa kiungu. Hata hivyo, kila mmoja wenu na mimi pia tuna shauku, yani enthusiasm, shangwe na furaha na nguvu ya kufanya kazi kwa ajili ya kutimia kwa hema kuu, hekalu. Kwa hiyo tunayo imani, ufunuo. Mtu yote anaweza kusema, nyinyi mnajenga hema kuu, hekalu, kwa kuwa mchungaji William Branham alikuwa na ono na akasema kwamba kungekuwa na hema kuu, hekalu. Hakika ni hivyo. Na swali ambalo tunaweza kuuliza, na nyinyi mbona hamjengi? Mmekuwa na miaka mingi ya kuijenga, mbona hamjengi? La, si ya kwamba tunaamini ya kwamba itakuwa halisi. Kwa hakika hawaamini. Na wagonjwa wataponywaje kama si halisi, yani literal? Watakujaje kwenye miguu ya Bwana kama kutimia kwa ono hiyo sio halisi? Kama aliona watu wakija kwenye miguu ya Bwana, na pia sehemu ya maajabu na miujiza. Na akasema kwamba huo ndio mvuto wa tatu. Na pia alisema kwamba mvuto wa tatu uko katika lugha isiyojulikana, sio Kiingereza. Kama angekuwa amesikiliza katika Kiingereza, kama mvuto wa tatu ungekuwa katika Kiingereza, angeelewa kile ambacho ngurumo 7 zilinena. Na zile ngurumo 7 ni sauti ya Kristo, malaika wa agano, Roho Mtakatifu, ambaye anaonekana katika Ufunuo mlango wa 10. Alinena katika Kiebrania alipokuwa duniani kupitia kwa manabii. Alinena Kiebrania vile vile. Alinena kupitia kwa mtume Paulo Kiebrania, na pia alinena katika Latin kupitia Paulo ambaye alijua lugha kadhaa, na pia akanena katika Kifaransa, ilikuwa kupitia kwa Irenia. Akanena katika Kiarishi, yani Islandish. Huyo alikuwa ni nani? Martin. Huyo ni Colombo. Katika Martin alinena Kihungari, na alichanganya lugha kadhaa. Alijua lugha nyingi, na pia alinena Kijerumani kupitia kwa Luther, na pia akanena Kiingereza kupitia kwa Wesley pale Uingereza. Alinena kupitia kwa mchungaji William Branham katika Kiingereza pale Amerika Kaskazini. Mnaona, ni yule Roho Mtakatifu, malaika wa agano. Lakini sasa anaposhuka kutoka mbinguni katika Ufunuo 10 na kitabu kidogo mkononi mwake, ananena katika lugha isiyojulikana, hizo ngurumo ambayo ni sauti ya Kristo, malaika mwenye nguvu ambaye anashuka kutoka mbinguni. Ananena kama simba ngurumapo na ngurumo 7 zikitoa sauti zao. Ni sauti ya Kristo ikinena kwa njia ya mfululizo. Katika vizazi alinena kupitia kwa mmoja, kukawa na mapumziko, na kisha kukaja na chombo, na akanena kupitia kwa chombo kingine. Lakini sasa hapa ananena kwa njia ya mfululizo. Yote lazima inenwe kwa jamii ya Kristo na kwa Wayahudi na kwa ulimwengu mzima. Ndiposa anakabidhi cheti miliki, kitabu chenye mihuri iliyotiwa muhuri na mihuri 7, ikiwa imefunguliwa sasa katika Ufunuo 10, na anamkabidhi mtu ambaye anakula, na ili atabiri kwa watu wengi, lugha na wafalme na mataifa. Na sasa ataenda kutabiri nini? Iliyoko kwenye kitabu hicho, jinsi ilivyofanyika na Ezekieli mlango wa 2 mstari wa 3, ambalo yambiwa
kula ulicho nacho, na basi ilikuwa ni kitabu, ilikuwa ni gombo iliyoandikwa ndani na nje, akaila. Haikuwa ni kitabu halisi, alikula. Ilikuwa neno la Mungu, alikula na akaambiwa tabiri kilicho hapo, yani atabiri kulingana na yale yaliyokuwa yameandikwa. Hiyo ni kutabiri juu ya yote, mambo yote ambayo hayana budi kuwapo, ambaye anakabidhi mtu katika Ufunuo 10, mtu aliyewakilishwa na Yohana mtume wa mwisho wa Bwana, ambaye aliona sio tu katika mlima wa kubadilishwa kuja kwake mwanadamu pamoja na malaika zake ikiwakilishwa pale, bali pia aliona katika ono ya ufunuo, aliona kuja kwake Bwana, kuja kwake mwanadamu. Na sasa akiwa ni mmoja ya mitume wa mwisho, anawakilisha yule wa mwisho wa wajumbe wa Bwana Yesu Kristo katika kanisa lake, na pia wa wale wa vipindi, nabii mjumbe wa mwisho wa vipindi, ambaye anakuja na neno la Mungu ambalo lazima linenwe katika wakati huu wa mwisho. Kwa kuwa Mungu ataweka katika nabii kama Musa neno lake, naye atanena yote ambayo Mungu anaamuru, na yote ambaye hasikii kile ambacho ananena katika jina la Bwana, Mungu atadai kwake. Shida ni shida kwa mtu asiposikia. Yeye atakuwa ananena yote ambayo Mungu anamwamuru, ambayo iko katika injili ya ufalme, na pia katika injili ya neema, ile ambayo inafaa inenwe ama kuhusiana na injili ya neema. Na hiyo itakuwa, huyo atakuwa nabii wa Mungu wa kipindi kwa ajili ya siku ya mwisho, ambaye kupitia kwake Mungu ataleta kutimia kwa ono la hema, ataleta kutimia kote kwa mvuto wa tatu, na Mungu atakuwa ananena. Kristo, malaika wa agano, atakuwa ananena katika lugha nyingine. Ni katika wakati upi ambapo Mungu alinena katika lugha nyingine iliyo tofauti na ile alionena na ile ambayo ile ya wajumbe wengine? Itakuwa ni mara ya kwanza, na atakuwa ananena katika lugha ambayo mchungaji William Branham ajui. Yeye anasema kwamba aliposikia ngurumo zikinena, ambaye ni Kristo akinena, malaika mwenye nguvu akinena, anasema kwamba alinena haraka hadi hakuelewa. Na kisha katika maeneo mengine kama kwenye ukurasa 171 ya kitabu cha Mihuri, anasema kwamba ngurumo, ya kwamba mvuto wa tatu uko katika lugha usiojulikana, ya kwamba alisikia, lakini ilikuwa ni katika lugha ambayo hakujua. Hivyo basi hakuelewa. Yaani mnaweza kuona kwamba kuna jambo muhimu sana pale. Kristo, malaika wa agano, Roho Mtakatifu hatunenei katika lugha ambazo alikuwa amenena katika vizazi vingine. Ni katika lugha ambayo haijulikani, yani sio ile ambayo wajumbe wa kale walinena, lakini lugha ambayo atakuwa ananena katika siku ya mwisho, katika kutimia kwa mvuto wa tatu, katika kutimia kwa ono la hema, katika kutimia kwa siku mpya ya kipindi ikipambazuka, ikitokea siku mpya ya milenia ikipambazuka, na hiyo yote itatokea katika mwamko mpya. Hivyo basi tunaweza kuweka katika zile masaa za asubuhi ya kuamka, mahali ambapo kuna pambazuka saa 12 hivi, tuseme saa 12 hadi saa 2 ama saa 1 asubuhi. Hiyo saa itakuwa ni kivuli, ama itakuwa inaonyesha ile kipindi ambacho haya yote yatatokea. Hivyo basi, je, kama ni saa 1 kutoka saa 12 hadi saa 1 asubuhi, ambayo inawakilisha kupambazuka? Sasa kumbukeni ujumbe ulio na mada ya unyakuzi uliohubiriwa na mchungaji William Branham. Alisema
akinena kuhusu zile zamu mbalimbali. Kisha anasema, na kisha unyakuzi utakuwa kutoka saa 12 hadi saa 3 ya asubuhi. Katika lugha ya kinabii, katika kivuli cha saa 12 hadi saa 3 ya asubuhi itakuja kuwa, hebu tuone, masaa matatu kutoka masaa 24 ama kutoka masaa 12 masaa matatu juu ya masaa 12 ni sehemu, ni robo, si ndio? Na kama ni saa 24 basi itakuwa ni sehemu moja juu ya 8, yani an eighth, na sehemu moja juu ya 8 ya miaka 1000 kwa lugha ya kinabii. Hiyo inakuja kuwa, inakuwa kabla ya miaka 200 ya milenia hii ya 7. Na hivyo basi unyakuzi umeahidiwa kuwa katika asubuhi ya siku mpya kipindi, asubuhi ya siku ya mwisho. Pia tunaponena kuhusu saa ya kuja kwake na tunahesabu nambari hivyo, tazameni, saa moja mbele zake Bwana kwa wanadamu ni miaka 40 na kitu, na nusu saa basi ni miaka 20 na kitu. Hivyo basi hiyo tutaacha kimya hivyo, na tutenda tukitazama kila ambacho Mungu anafanya, kwa kuwa ukipata hizo idadi au usipate, lililo muhimu ni ya kwamba ujitayarishe, kwa kuwa mtu yote anaweza kupata hizo hesabu na asijiandae, so akabaki na hizo idadi na hakufanya chochote. Lakini Mungu ataendelea kutufungulia maandiko ili tuwe tayari kwa ajili ya tukio kuu ya ufufuo ya wafu katika Kristo na kubadilishwa kwetu. Kanisa la Bwana Yesu Kristo linapumzika katika tumaini ya kuja kwake Bwana katika wakati huu wa mwisho, kwa ajili ya kufufuliwa kwa wafu katika Kristo na kubadilishwa kwetu tulio hai, ili kuingia katika kutokufa yake halisi, kuwa vijana milele na kuwa na mili hizo zilizotukuzwa ambazo mimi nazitaka sana. Wale walio vijana wanaweza kusema, mimi bado ni kijana. Lakini je, unajua jambo moja? Mtu ambaye amezeeka anaweza kuishi zaidi kuliko kijana, kwa kuwa kijana akifa na yule mzee asife, basi ataishi zaidi yule mzee. Kwa hivyo mtu hawezi kupumzika ya kwamba yeye anaweza kutulia tu ya kwamba yeye ni kijana na ya kwamba baada kuna maisha mengi ya kuishi. Ako tu na ile ambayo Mungu amemjalia. Hivyo basi huwezi kujitukuza ya juu ya ujana wako. Inayohitajika ni kujiandaa. Haijalishi umri ulionayo, jiandae kwa ajili ya ufufuo kama utakufa, au kubadilishwa kama utakuwa hai katika wakati ambao Kristo anafufua wafu waaminio wake. Nabii wa Mungu, mtafsiri wa neno la Mungu. Huyo ni nabii wa Mungu, mtu mwenye dhamira mbili pamoja, ambaye anasikia kutoka kwa Mungu na kwamba Mungu anamfunulia yeye na anaweka moyoni mwake, katika nafsi yake na katika kinywa chake neno lake, ili anenee watu. Hivi ndiposa katika Ufunuo mlango wa 10 mstari wa kwanza na kuendelea, wakati ambapo kitabu kilicho wazi ambacho Kristo analeta
baada ya kuichukua katika Ufunuo mlango wa 5, wakati anapomkabidhi mtu huyu, anamwambia inafaa utabiri tena juu ya watu wengi, mataifa, lugha na wafalme. Na kama ataenda kutafsiri juu ya kitabu kile, lazima awe ni nabii. Atakuwa analeta ufunuo wa kiungu, utafsiri wa kiungu wa yale yote yaliyo katika kitabu ambacho anakula. Na katika Ufunuo mlango wa 14 mstari wa 6 hadi wa 7, malaika mjumbe anatokea pale akiona injili ya milele ili kuwahubiria wakazi wa duniani. Kama atahubiria wakazi wa duniani, basi lazima awe ni mwanadamu. Malaika kinachowakilisha ni mjumbe kwa watu wote, lugha na jamaa, kwa watu wote. Hebu tuone hapa. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa hukumu yake imekuja. Huyu ndiye mjumbe ambaye anakuja akitangaza siku ya ghadhabu ya Mungu wetu, ambaye Kristo hakutangaza. Kwa kuwa aliposoma katika Isaya mlango wa 61 mstari wa 1, ambaye inasema kwamba Roho ya Bwana ii juu yangu, kwa kuwa amenimwagia mafuta ili kutangaza habari njema kwa maskini, na akanena mambo yote ambayo kwa hiyo alikuwa amemwagiwa mafuta. Na anapofika katika fungu linalosema na ili kutangaza ama kuhubiri siku ya ghadhabu ya Mungu wetu, hakusoma hapo. Kwa nini? Kwa kuwa hakuwa anaenda kutimiza hiyo katika wakati ule. Kuja kwake mara ya kwanza haikuwa ili kutimiza andiko hilo, lakini sasa katika siku ya mwisho atakuwa malaika huyu atakuwa anatangaza siku ama saa ya hukumu ya kiungu, kwa kuwa saa ya hukumu imefika. Yaani ya kwamba yeye atakuwa anasema kwamba umefika wakati wa hukumu ya kiungu kwa ajili ya siku ya ghadhabu ya Mungu wetu, jinsi Nuhu alivyokuwa akihubiri hukumu ya kiungu ambayo ingekuja katika hiyo gharika ambayo ingekuja duniani. Ulikuwa umefika wakati, kwa kuwa ulifika wakati wa kuja kwa huduma ya nabii wa kipindi, na kama zile siku za Lutu vile vile itakuwa hivyo wakati ambapo malaika huyu mjumbe ako na ujumbe wa milele, ujumbe wa ufalme, ili kuhubiri kwa wakazi wote wa duniani, watu wote, mataifa, lugha, mataifa yote, kabila, lugha na jamaa, kwa wakazi wote wa duniani. Atakuwa na ujumbe wa ulimwengu mzima kwa ajili ya wanadamu wote, kwa kuwa ujumbe wa kipindi ni ya wanadamu wote. Hivyo basi, wakati mtakapomwona mjumbe huyu akihubiri injili ya milele, injili ya ufalme, kwa ushuhuda ama kwa ajili ya ushuhuda kwa mataifa yote, baada ya huduma yake, basi mwisho utafika. Baada ya kazi yake ambayo atakuwa akitekeleza, kutakuja mwisho. Yaani ishara ya mwisho itakuwa ni kuonekana uwepo wa mjumbe huyu akihubiri injili ya milele, injili ya ufalme. Israeli watamwona na watasema, huyu ndiye yule ambaye tunamngojea. Hivyo basi watamwona Kristo, malaika wa agano, Roho Mtakatifu akifanya kazi kupitia kwa mwanadamu duniani, na ujumbe kwa ajili ya wakazi wote wa duniani, wakiwemo watu wa Kiebrania, Wayahudi. Ujumbe kwa Wayahudi
na kwa mataifa. Así es que todo eso estará Hivyo en basi, un profeta hiyo yote itakuwa ni katika nabii wa kipindi ambaye ameahidiwa kwa ajili ya siku ya mwisho, na ambaye atakuwa ni malaika wa Bwana Yesu Kristo, ambaye ametumwa ili revelar, dar a kufunua, conocer todas estas kutangaza cosas que mambo deben haya yote suceder pronto. ambaye hana budi Por kwa tanto, tiene que upesi. ser un profeta Hivyo basi así lazima enviado awe ni nabii para kama anatumwa manifestar, dar a conocer ili kudhihirisha, todas kutangaza estas cosas que mambo deben haya yote suceder pronto. Estará ambaye hana budi kwa upesi. profetizando Atakuwa na todas las tabiri cosas que han mambo yote de suceder. Por eso yatakayotokea. el William Ndiposa mchungaji William Branham pale identificó a ese ángel alitambulisha Cristo malaika huyo wa Bwana Yesu como Kristo un profeta. kama Dijo, nabii. pudo ser Alisema yaweza kuwa ni Elías, uno de Eliya los profetas, ama mojawapo ya pero es un manabii, profeta, un lakini ni nabii, espíritu de profeta, roho ya nabii el que le dio esa ambaye revelación de la alimpea ufunuo Apocalipsis huo wa a Juan el apóstol. ufunuo O sea, estaba kwa Yohana en cuerpo mtume. angelical, Yaani alikuwa katika en ese mwili wa tiempo. kimalaika katika wakati pero ule, para el día posterior estará lakini kwa ajili ya siku ya en mwisho cuerpo humano, atakuwa cuerpo de katika mwili carne, wa mwanadamu, mwili con wa el evangelio nyama, eterno, el akiwa evangelio na del injili ya reino, umilele, injili ya ufalme, predicándolo a todos los moradores de akihubiri la tierra. kwa wakazi wote Ese wa será el que duniani. predicará el día de Huyo la ndiye venganza atakayehubiri de siku Dios ya nuestro. ghadhabu ya Mungu wetu. Ese será el que Huyo ndiye proclamará y atakayetangaza que na la hora kuonyesha del ya juicio kwamba divino saa ya ha hukumu ya llegado. kiungu umefika, Porque kwa kuwa un profeta de nabii Dios wa Mungu es ni intérprete de la mfasiri palabra ama de Dios. mtafsiri wa Por el neno la Espíritu Mungu Santo mismo kupitia que kwa dio Roho las Mtakatifu profecías. yule yule aliyempa Ha sido para mí un privilegio y bendición grande unabii. estar Kwangu con imekuwa ni ustedes baraka na upendeleo mkuu kwa en esta pamoja tarde nanyi dándoles testimonio katika mchana huu nikiwashuhudia de un kuhusu nabii intérprete de la mtafsiri palabra de Dios. wa neno la Mungu. Que Dios les bendiga y les Hebu na guarde Mungu awabariki na y walinde les use grandemente na de su watumie kwa obra en njia este kuu katika tiempo kazi yake final. katika wakati huu wa mwisho, na Les use awatumie para kwa ajili ya trabajar en el programa divino, ama ili kufanya kazi katika para el mpangilio wa cumplimiento kiungu de las kwa ajili ya promesas, de las kutimia kwa profecías ahadi, correspondientes unabii a nuestro zinazoambatana na wakati wetu, tiempo. Y na prospere awafanikishe kwa njia ya kiroho na njia ya kimwili, na azidi kuongeza azidi kuongeza wanakondoo zaidi na zaidi kwa makusanyiko yenu. Na hata mara nyingine tena pamoja nanyi mchungaji Andres Cruz Gallegos, ili kuendelea, na kesho tutaonana Mungu akipenda katika mkutano unaoambatana na asubuhi. Kwa wale watakaokuwa, sijui kama wote tutakuwa, bali kwa njia zote mimi nitakuwa pamoja nanyi. Mkiwa hapa pia nitakuwa pamoja nanyi, na kama nyinyi hamtakuwa hapa, bali bado nitakuwa pamoja nanyi katika makusanyiko yenu kupitia kwa satellite, kupitia kwenye skrini inayoonyeshwa ama kupitia kwa televisheni. Vyema, sote tutakuwa pamoja na sote tutakuwa na ujumbe wa Mungu kwa ajili ya wakati wetu. Muwe na vifaa vikiwa vimeandaliwa vizuri kutoka sasa, kwa kuwa pale mbele zaidi mtahitaji zile bora zaidi ili kushika vizuri nyinyi pamoja na makusanyiko yenu, kushika kila ambacho Mungu anatekeleza. Hivyo basi hatutahitaji kuenda kwenye mataifa mengine, bali kwa utalivu na pamoja na kiyoyozi hewa ambayo imepoeshwa, mkuwe mnafuatilia yote ambayo Mungu kumbukeni ya kwamba yote inayofanyika inapeperushwa moja kwa moja. Sehemu kubwa ya mikutano inapeperushwa. Hivyo basi kila wakati mtakuwa mnaona mambo moja kwa moja, na pia tunaweza kurudia mambo yaliyotokea kwa kuwa zimerekodiwa, na unaweza kujikumbusha kile kilichonenwa na kufanywa na Mungu.
kila wakati bien equipadas muwe na vifaa bora las congregaciones, los kwenye makusanyiko, auditorios, kwenye ukumbi, para que, ili ya como he kwamba dicho otras veces, jinsi nilivyoambia mara kadhaa, televisor más grande, televisheni la pantalla más kubwa grande sea zaidi la ama de la skrini congregación. kubwa zaidi iwe ni ile yenye iko kwenye kanisa ama kwenye ukumbi, sio nyumbani, Iba a llegar na el tiempo kwamba itafika en que wakati estarán abiertos los auditorios ambapo todos los días, ukumbi zitafunguliwa siku zote transmitiendo zikipeperusha todos los días siku nzima, las actividades, ikipeperusha y mikutano cuando siku hay nzima, actividades na wakati durante el ambapo día, hakuna repitiendo mikutano lo que pasó en la ile actividad iliyofanyika pasada o en las katika actividades mikutano iliyopita pasadas. ama mikutano iliyopita Así itakuwa que inarudiwa. tengan Hivyo lo mejor basi posible muwe na sus vifaa auditorios bora zaidi preparados, kwenye na ukumbi zenu zikiwa zimeandaliwa, internet y con ikiwa la, na y interneti también con ama mtandao, los equipos ikiwa na que captan la vifaa señal, vinavyoweza la antena, kupokea mapeperusho, antenas, yani hiyo ni antena, preparados. No na vaya a ser que en algún momento mjiandae, isiwe ya kwamba katika la wakati señal fulani ile no esté abierta para mapeperusho todos. haijafunguliwa kwa ajili ya kila mtu, Los na equipos wale walio na vifaa podrán captar la señal, waweze los que no lo kupokea, tengan, na wale wasio no podrán nayo captar la basi señal. hawezi kupokea Esperamos ile mapeperusho, que se mantenga lakini abierto por tunatarajia internet kwamba también, itakuwa wazi kupitia intaneti para que vile vile, ili ya todos kwamba puedan wote captar. waweze Bueno, kuipokea. que Dios le continúe Vyema, bendiciendo a hebu todos Mungu por aendelee aquí. Dejo kuwabariki nyinyi nuevamente nyote. al Hapa reverendo naalika tena Andrés mchungaji Andres Cruz Cruz y a Gallegos Miguel na kwa Bermúdez Miguel Marín, Bermudez Marin a el reverendo na Francisco kwa Muñoz, mchungaji Francisco Muñoz al na reverendo Jesús Barroyeta. mchungaji Les Jesus reitero Barreta. mis Nasisitiza felicitaciones pongezi zangu, na que Dios les bendiga hebu Mungu grandemente awabariki desde kwa su njia reino kuu en este tiempo final, katika y a ufalme wake todos katika wakati wa los mwisho, ministros de igual na manera. wachungaji Y wote también kwa njia reverendo Andrés yoyote, Cruz na pia Gallego, kwako wewe que es otro mchungaji de los Andres generales Cruz que Dios Gallego, tiene en su ejército, ya en su kwamba iglesia. nyinyi ni majenerali ambao Mungu anayo katika Bueno, Dios le continúe kanisa bendiciendo. lake. Vyema, hebu Mungu aendelee Hasta mañana, Dios kuwabariki, mediante, na hadi kesho Mungu en que akipenda, estaremos ambapo en tutakuwa la actividad pública katika mkutano wa por la hadhara, cual les pido ambayo kwa hiyo naomba ya kwamba mniombee ili ya kwamba Mungu anipe neno lake y kesho, traiga muchas almas na a su reino. Pues queremos na que alete entre nafsi hasta el nyingi último kwa escogido, ufalme wake, kwa kuwa para luego tunataka que venga la waingie hadi resurrección mteule wa mwisho, nuestra ili ufufuo transformación. uje na Dios les kubadilishwa bendiga kwetu. y les Mungu guarde awabariki na a walinde todos. nyinyi Dios nyote. les bendiga. Mungu akubariki.